Ndugu washiriki wa mafunzo, wote tunafahamu kwamba uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa, hasa katika ngazi ya kituo, ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndipo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua fursa hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo. Moja, someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Tumewapa nyaraka ili mzitumie kwa rejea katika kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Tatu, fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Nne, hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjaenda vituoni. Tano, hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji kura kufika, yani saa 1 kamili asubuhi kwa vituo vya uraiani na kabla ya saa 2 kamili asubuhi kwa vituo vya magereza na vyuo vya mafunzo. Ninyi ndio watendaji mtakao kutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni. Kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi au mratibu wa magereza na mratibu wa chuo cha mafunzo pale ambapo ushauri unahitajika kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chako. Kujaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo kwa watendaji wa vituo vya kupigia kura ya mwaka 2025. Mwisho, kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Hitimisho. Ndugu washiriki wa mafunzo, kuna jambo nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba yangu. Kifungu cha 20 cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024 kinasema, na ninanukuu: kwa madhumuni ya sheria hii, mtumishi aliyeajiriwa, aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa anatekeleza majukumu ya tume atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba, sheria hii, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 na sheria nyingine yoyote inayohusu utekelezaji wa majukumu ya tume. Mwisho wa kunukuu. Nimenukuu kifungu hicho kwa msingi wa kuonesha mambo manne yafuatayo. Mosi, kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Na pili, kwamba utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Naomba nirudie. Kwa kipindi utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine, isipokuwa
kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi, na kwamba tatu, taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Na nne, kwamba simamieni viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo, katika utekelezaji wenu wa majukumu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na. Ndugu washiriki wa mafunzo, kwa kumalizia, ni wasihi mzingatie mafunzo mtakayopewa na mtoe uzoefu wa usimamizi wenu wa siku za nyuma ili iwe ni somo kwetu sote katika utekelezaji wa jukumu lililo mbele yetu. Baada ya maelezo haya, ninawatakia mafunzo mema kusimamia na kuratibu shughuli za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sasa napenda kutamka kwamba mafunzo haya ya siku moja ya makarani waongozaji wapiga kura yanayofanyika hapa Tarime Sekondari leo tarehe 25 mwezi wa Oktoba nimeyafungua rasmi.